Sehemu ya pili ya simulizi ya kusisimua ya mapenzi ya Rachel. Kila mtu ana siri nyumbani kwa Madam Sabrina, lakini siri kubwa zaidi ni ile inayogonga kabisa mioyo ya Rachel na Brian. Je, kijana huyu mwenye tabia za mtaani anachanganya mapenzi na tamaa, au kuna maumivu makubwa zaidi yanamsokoma? Jitayarishe kwa mfululizo wa hisia kali, siri zilizofichwa na maamuzi yanayochukua maisha ya watu wengi, mabadiliko yasiyotegemewa. Usisahau kumnukuu msimulizi na kuacha maoni yako. Hii ni hadithi yako pia. Baada ya usiku wa kuanzia kwa hila za moyo, nilianza kuona Brian katika mwanga tofauti kabisa. Siku moja, alipokuwa ananipeleka kliniki baada ya kutojisikia vizuri, nilimuuliza kwa upole, "Brian, kuna nini? Umeshikwa na matatizo gani?" Alinistarehee kwa macho yaliyopauka kidogo. "Rachel, kuna mambo nilizozifanya na yamenifanya pate msiba mkubwa. Mimi si mtu wa maisha rahisi." Hili lilikuwa mwanzo wa mazungumzo ambayo yangeibua majonzi yaliyotupwa chini kabisa ndani ya nyumba hiyo ya kifahari. Brian alianza kunieleza kuhusu maisha yake ya utotoni, mahusiano tata kati ya wazazi wake waliotengana kwa mabaya, na jinsi alivyojitahidi kuishi mbali na utovu wa nidhamu uliozunguka familia yake. Alizungumzia pia ushawishi wa marafiki wa mtaani na jinsi alivyojianzisha kujihusisha na mambo ambayo si mazuri. Hapo ndipo nilipoanza kuelewa kweli kwamba Brian alikuwa na maumivu ya ndani, maumivu ambayo yalikuwa yanazuilia moyo wake kufungua kabisa hisia zake, hata kwa mimi. Hisia zinazozidi kuchomoza. Katika siku za karibuni, uhusiano wetu ulianza kubadilika kutoka unyumbufu wa kazi na hofu ya kutendewa vibaya hadi kuwa karibu sana. Brian alianza kunifunza mambo ya maisha na mimi nikaanza kuona upande wa kijana huyu ambaye wengi walimshukia didole. Lakini kwenye giza hilo, Bakari alikuwa mtulivu sana, lakini hakuwahi kuonyesha hisia zake kwa wazi. Nilijua alikuwa akitazama, akichunguza, lakini alikuwa akihifadhi vitu vingi moyoni mwake. Matukio yanaanza kuwa hatari. Siku moja nilipopata taarifa kwamba Madam Sabrina anatarajia kuwatupa watu wake wa kazi kwa sababu ya matatizo ya kifamilia, moyo wangu ulivunjika. Hii ilikuwa hatari kubwa kwa mimi kwa sababu kazi hii ilikuwa tumaini langu pekee ya kupata maisha bora. Brian aliona huzuni yangu, lakini alikataa kunipa ahadi yoyote. Aliomba niache kuingilia mambo ya familia yake. Moyo wangu ulizidi kuumizwa na hali hii na nilijikuta nikizama zaidi na zaidi katika dunia ya mashaka na mchanganyiko wa hisia kali. Mwisho wa sehemu ya pili tu. Nilipata barua ya siri kwa siri. Barua iliyokuwa imeandikwa kwa mkono wa mpenzi wa zamani wa Madam Sabrina. Barua iliyokuwa na maelezo ya matusi, uaminifu uliovunjika na siri za familia hiyo ya kifahari. Nilijua kwamba hadithi hii ilikuwa na maelekezo mapya ya kusisimua, lakini sikujua kwamba hadithi hiyo ingefikia usiku huu. Ikiwa unafurahia hadithi hii ya mapenzi ya Rachel, hakikisha gonga like, subscribe, taja maoni yako hapo chini. Unadhani Rachel ataweza kujiokoa? Usikose sehemu ya 3, siri za Bakari. Simulizi inaendelea. Mimi ni Aces Empire na hadithi hii ni yako pia.